ilikuwa sisi Waislamu ndo tufanye kwa sababu ni wajibu wetu kulifanya. Lakini kwa vile tumejisahau, serikali imetukumbusha, alhamdulillah, mmelifanyia kazi, tunawapongeza kwa hilo. La pili, mheshimiwa mgeni rasmi, sisi wafanya biashara hatulali usingizi ukaja kwa sababu ya wizi ambao wametawala hapa. Yuzi dadangu mmoja sikukuu ile amelala usiku, kapuuliziwa dawa zimechukuliwa milioni 5. Si za kwake, za Mkongo. Hela hana na deni anadaiwa. Lakini bibi yangu mwingine usiku huo huo kenda kuibiwa ndoo 12 za uono. Si za kwake yeye. Hela ni za kwa Mkongo. Deni bado ipo. Kwa hiyo tunawaomba askari au mgambo waliopo wasieje kwa ajili ya matokeo tu, waje kuzungumka ili mazingira yetu yaweze kukaa sawa. Lakini wakija tu kwa sababu boti imepinduka, kuna mazingira mengine ambayo yamejitokeza, hali itaendelea. Hilo ni la kwanza. La pili ni masikitiko. Siku ambayo walikufa jamaa zetu kwa boti, ikawa kunafanya utaratibu wa kuokolewa, lakini walikuja watu wakakamata manahoza, wakawachukua, wakawapeleka kituoni, baadaye wakadaiwa pesa. Kwa hiyo mheshimiwa, baada ya kuwa tufuatilie wale ambao wamekufa, tulishughulikie kwanza, tuweke sawa, tuokoe wale ambao hajaoneka, wamekuja kuchukuliwa watu wakapelekwa katika mazingira ambayo sio, inshallah, na hela zikatolewa. Kweli hapa wapo manahoza wingi, lakini kusema wanaogopa. Lakini umesema tuseme, ulu haqu lo kana murra, sema kweli japokuwa ni chungu. Assalamu alaikum. Manahoza wanapiga. Mwenyezi Mungu kwa kupata nafasi hii. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, sisi ni wavuvi, ilikuwa ombi letu, tunaomba utusaidie. Mimi jina langu Mohamed Siojo. Sisi ombi letu, sisi wavuvi, tunaomba utusaidie, utupatie boti ya uokoaji. Mheshimiwa, watu wanakufa, hatuna boti ya kuokoa. Mpaka tukifika kule, boti zetu si nzito, hazina uwezo wa kwenda kuokoa. Mpaka tukifika kule, watu wameshakufa. Kwa sababu kila siku mheshimiwa, ndani ya mwezi huu tumezamisha boti 3. Katika boti 3 mheshimiwa, boti ya kwanza mpaka tumefika kule watu wameshakufa, tumetafuta, hatuna boti za uokoaji. Mheshimiwa, boti ya pili imezama karibuni watu 20, mpaka tunafika kule watu wameshakufa, na mpaka leo kuna watu wengine hawajapatikana ndani ya bahari kwa sababu hatuna boti, speed boat ya kwenda kuokolea. Maboti tuliokuwa nayo ni ambao hayana uwezo wa kufika kule kwa muda unaotakiwa. Tumefika kule katika eneo la matokeo, kuna watu wako alimbaya, wengine wamekuja kutufia mikononi. Kwa hiyo mheshimiwa, mimi ombi langu nataka tupate boti za kuokolea wavuvi. Wavuvi ndio tegemeo letu katika mji huu wa Mafia. Naomba mheshimiwa, kilio changu nimeshawahi kumtuma mwenyekiti wa uvuvi, lakini mwenyekiti wa uvuvi anasema yeye ameshafikisha habari kwenu, lakini hajapatilizwa. Bila nikimuuliza mheshimiwa vipi, ananiambia mimi habari imeshafikisha katika uongozi. Na akanambia mwisho wake niliambiwa hapa boti haina sehemu kukaa. Nikamwambia hapa hakuna mashine ilaibiwa wala hakuna boti ilaibiwa, hapa ni sehemu salama. Na hiyo boti itakapokuja itakuwa mikononi salama. Na vile vile tunao vijana ambao wamekwenda kusomea, wako madereva wazuri tu. Kwa sisi shida yetu ni boti mheshimiwa, kuokolea. Hatuna shida nyingine, shida yetu ni boti. Na swala la mafuta tutapiga harambee wenyewe, wavuvi wanapopotea na kupata matatizo. Kwa hiyo mheshimiwa, kilio chetu mimi nadhani ni hicho kikubwa mheshimiwa. Tunaomba boti ya kuokoa wavuvi. Maboti yetu hayana uwezo wa kwenda kuokoa mheshimiwa. Asanteni. Inapotokezea ajali, kwa kuna utaratibu kwamba wavuvi wasiende baharini kwa muda wa siku 3. Sina uhakika kama utaratibu huu ni wa kisheria au ni utamaduni. Lakini uzoefu unaonyesha kwamba siku ya pili au inayofuata, kama wangekuwa kuna uwezekano wa kwenda baharini, tungeweza kuokoa baadhi ya maisha ya watu. Kitendo cha kutokwenda baharini kwa muda wa siku 3, ina maana wale waliokosa msaada kule wangeweza kupata msaada kama wangeweza kwenda. Ushauri wangu ni kwamba ili jambo liangaliwe, utaratibu uangaliwe tena upya.
kuzuia wavuvi kutokwenda baharini kwa muda wa siku 3 baada ya kutokea matukio ya ajali. Kero yangu ni hapa. DC, mimi naitwa mratibu mwandamizi wa polisi Emmanuel Ruoga, ni OCD wa Mafia. Kuna maeneo mengi sana idara yangu imeguswa, jeshi la polisi kwa maana Mafia. Nitaenda sio kwa mtiririko, lakini nitagusa maeneo mengi tu. Niwe radhi na mnaomba uvumilivu wenu na masikio yenu sana. Kwanza niende kwenye uhitaji wa kituo cha polisi Tumbuju. Wakati nimekuja mwaka jana, nilikuta hiyo agenda inazungumza ya ujenzi wa kituo cha polisi Tumbuju. Taarifa niliyoipata ilikuwa kwamba kijiji walitenga eneo la ujenzi wa kituo cha polisi Tumbuju. Miezi kadhaa mbele ya mheshimiwa mwenye DC, kwa kweli tumshukuru sana, nimemshukuru pia, wakati wa kikao cha baraza la madiwani la budget, aliwataka na alishinikiza waanze kutenga fedha ya ujenzi wa kituo cha polisi Tumbuju. Kama sijakosea kwamba ilitengwa kwa kuanzia milioni 20. Kama sijakosea, sio msemaji wa halmashauri. Ili tuanze kujenga kituo cha polisi Tumbuju. Mimi mwezi wa April mwaka huu nilikuja mimi hapa kuona eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha polisi Tumbuju. Na kwa bahati nzuri siku hiyo kulikuwa na serikali ya kijiji inakutana. Mwenyekiti huyo hapo na mheshimiwa diwani alikuwepo. Lengo lilikuwa nikatembelee nione, kwa sababu kwa matakwa ya sasa ule muundo wa kituo cha polisi sio vile vyumba viwili police post kikubwa. Kina gharama zake kwa mujibu wa serikali ya maelekezo kutoka juu, kutoka makao makuu, ina cost milioni 200. Isizidi milioni 200. Sasa nilipokuja, kwa bahati mbaya mheshimiwa DC, kijiji hakikutenga eneo. Mpaka nakuja juma ile April, hawakutenga eneo kabisa. Siku hiyo hiyo mwenyekiti alikaa na halmashauri yake, na baadaye walinitaarifu kwamba sasa wamepata eneo, na niliwaomba waniletee muhtasari wa kikao ili niweze kuwasilisha mkoani na maeneo mengine ambayo yanahusika, ili baadaye tuanze utaratibu. Mheshimiwa DC, kwamba utaratibu uko pale pale. Vituo vya kata, lengo ni kuwa na vituo vya polisi katika kata zote, lakini vinajengwa kwa nguvu za wananchi. Vikifika eneo fulani, serikali kuu huongeza nguvu, kwa maana kwamba OCD wa eneo husika ataliingiza kwenye mradi, na tunakusudia kufanya hivyo. Lakini muanze sasa kujenga, alafu tukifika eneo fulani tunaingiza kwenye mradi. Tunasubiri muhtasari tuweze kuanza harakati. Huo ni uhitaji wa uwepo wake kituo cha polisi. Mwenyekiti, mwananchi wangu mmoja alizungumzia juu ya wizi umetamaraki eneo hili. Ni kweli mheshimiwa DC, katika maeneo yako ya wilaya ya Mafia, sehemu yenye uhalifu mkubwa, hatuna uhalifu mwingi katika wilaya ya Mafia, lakini huo tulionao Tumbuju ndio wanaongoza. Tuwe wazi. Hapo ukimwangalia mwenzako sio mkazi wa hapa. Ametoka Kigoma, Kondoa, Zanzibar, Pemba, Kaskazini, Makunduchi. Sasa ni mchanganyiko wa watu kwa sababu ya maendeleo yaliyopo. Kwa hiyo kwenye maendeleo yoyote uhalifu ni mkubwa, unaongezeka. Na ulinzi, usalama uanze kwako mwenyewe. Kwa hiyo nilileta watu hapa, afisa mmoja nilimtuma kwa ajili ya kuanzisha vikundi vya ulinzi shirikishi. Tulishafanya vikao vya mwanzo, tunaendelea. Lakini bado mwitikio ni mdogo. Niseme wazi, ni mdogo, na msitegemee kwamba jeshi la polisi watoke wilayani ndio likae hapa lipige kambi. Lazima sisi wenyewe tuanze wenyewe kuwa na vikundi vya ulinzi shirikishi kwa ajili ya ulinzi wetu. Kwa hiyo tunaendelea, ni endelevu, na nitakuja. Hapa alizungumzia wizi. Ni kweli wizi upo, lakini huwa tunakuja, tuseme wazi. Mkihitaji gari, askari wanakuja. Mwenyekiti huyu hapa, na kwa maana mwisho juzi tumekuja kuchukua mtu amepigwa hapa, msuri ya kufa, tumemchukua, lakini kwa bahati mbaya ameshafariki huyo mtu. Tunakuja pamoja na vyombo vichache vya usafiri, lakini kwa mheshimiwa DC tumepata gari jipya kwa ajili ya huduma ya wananchi wa Mafia.
lipo na limepelekwa Dar es Salaam kwa ajili ya kufunga vifaa maalum. Tutakuja kupiga kambi hapa na naomba ushirikiano wa operation tutakazozifanya. Sehemu nyingine ilikuwa ni wizi. Kuna matukio ya wizi wa milioni 5 nimetajiwa hapa, na wizi wa dagaa. Nikiwa hapa nilienda pembeni kupata takwimu kutoka kwa mkuu wa upelelezi wa wilaya. Hatuna taarifa ya wizi wa milioni 5 hapa. Kama yupo kesi ya jinai haifi, aenda kapewe taarifa. Upelelezi utafanyika, wahusika watakamatwa. Lakini kama mnaibiwa mnakaa ndani mwenu hamsemi, hatuwezi kuwa malaika. Mtoe taarifa, ndio taratibu. Ukitoa taarifa upelelezi utafanywa. Mimi kiongozi nitasimamia uweledi katika upelelezi. Kama zilivyo kesi zingine za bangi, watu wameshafungwa miaka 30 hapa, mnawajua. Kwa hiyo ndugu yangu, umetoa taarifa na kupenda sana, na baada ya hapo unifuate tukae sehemu. Inawezekana kuna mtu yuko anaona muhali kwenda, tamsaidia. Hiyo milioni 5 hatujapata. Wizi wa dagaa tunalo kumbukumbu ya dagaa ndoo 8. Tarehe 6 mwezi wa 6 juzi tu, yenye thamani ya shilingi 480. Alioibiwa ni bwana Ali Mustafa. Mwizi wake ni bwana mmoja anaitwa Tarimo. Kama yupo. Kesi ilifika kituoni, wakati wanaiandaa kwenda mahakamani. Bwana Ali Mustafa yeye anasema aliomba udhuru, anataka kusafiri, akatoa msamaha. Wameandika maelezo ya ziada kumsamehe mwenzake. Katika hilo kumsemea maana yake nini? Kwamba inawezekana nyuma ya carpet wamelipana. Kwa hiyo ipo hapo. Kama wewe uliosema ni mwenyewe au nani sijui, lakini kama anaona vipi aje. Kuna swala la rushwa hapa limezungumzwa, kwa hata mimi nasikitika mheshimiwa sana. Sina hiyo taarifa. Hiyo ni swala nyeti sana. Kama yupo alikuwa anawasemea wenzake wa manahodha wajitokeze waseme, lakini labda tu niseme iliyotokea. Sijui kama kuna mtu amechukuliwa pesa yake. Iliyotokea tarehe 22 mpaka tarehe 24 mwezi wa 5, halmashauri ya wilaya Mafia kupitia idara ya uvuvi iliendesha doria juu ya leseni na makosa mbalimbali. Dr. Zera alikuja akaomba askari, nilitoa askari 2 kiongozwa na inspector mmoja, yuko hapo pia. Walifanya misako, walikamata watu sio chini ya 18 wakiwa na makosa mbalimbali. Na kupitia operation ile walikusanya jumla ya shilingi milioni 9.5. Watu wale wabishi waliletwa kituoni. Walikaa mahabusu kwa muda. Kutokana na kuwaweka mahabusu, wale wenye vyombo walitoa fedha, walilipa, walipewa postmark, walipewa na control number, walilipa. Sasa kama kuna pesa zilichukuliwa isivyo rushwa, mimi naomba mnione mimi au muone mheshimiwa DC wasiri. Kama ni ofisa gani alichukua pesa yako, usisite kuniona wasiri. Kama lipo, siwezi kusahau swala la rushwa ni la watu wawili. Siwezi kukataa wakati kumbe mtu keshachukua pesa yake. Lakini zoezi hilo lilifanyika. Kwa ridhaa yako mheshimiwa, kidogo sana. Kwa ridhaa yako naomba nisemee masuala hayo ambayo ya ajali za baharini. Ndani ya mwezi Mei, jumla ya matukio 3 yametokea ya vyombo kuzama maji. Tarehe 4, tarehe 6, tarehe 24. Katika hizo kuna tukio moja tulipoteza watu 3. Watu 16 walikuwa kwenye chombo, 3 walipotea. Tulipata maiti yao. Nyingine ni ya tarehe 4 nadhani. Kuna mvuvi mmoja alikuwa kwenye dingi, kuna kitu cha dingi. Alizama maji naye alipoteza maisha. Kwa hiyo ndugu zangu, katika masuala hayo ya baharini na ajali za baharini, sisi tumegundua kitu. Tumegundua kitu kwa maana gani? Wavuvi wengi wa eneo hili mnaenda baharini bila kujali tahadhari ya mamlaka ya hali ya hewa. Upepo ni mwingi baharini na idara ya mamlaka ya hali ya hewa wanatoa tahadhari kila siku. Na tunaipata kupitia vyombo mbalimbali, television na vitu vingine, mitandao ya kijamii. Lakini tumekuwa wabishi na tunakwenda baharini. Ajali nyingine ya jana, juzi. Wamezama hapo mbele watu 6 na wameokolewa na fiber iliyotumwa. Tuliwaokoa kule Kilindoni. Mheshimiwa DC nilikutaarifu.
Lakini yote bado kulikuwa na upepo ulivuma sana juzi kwa mkia jana. Watu wameenda baharini wakiwa na mzigo ule wa viroba 95 vinakadiriwa kuwa na milioni 142 kuna daktari. Mimi wito wangu ni kwamba tuzingatie haya tahadhari ambazo zinatolewa na mamlaka ya hali ya hewa. Vinginevyo hakuna njia mkato, hakuna barabara au kutajua hii barabara ina upepo na upepo unavuma ni mkali, lazima utakuondoa. Tuzingatie hilo. Lingine naomba kwa mamlaka ya kisheria, sheria zinatutaka watu wanapokwenda baharini aidha kwenye chombo cha uvuvi au chombo cha usafiri, kuna kitu inaitwa manifest. Yaani uache orodha ya waliosafiri na chombo huko nchi kavu kwenye ofisi zenu. Kwa hiyo wenye vyombo na wataka, na hapa uko uongozi wa wavuvi hapa. Kama chombo A Zuhura inaondoka ina watu 10, waache Rashidi, Amina, nani wamesafiri, ili tuweze kujua baadaye vyombo vya usalama vijue walioondoka ni wangapi, tumewaokoa wangapi hawapo. Hapa mfanyi kabisa, hakuna kabisa hata mmoja afanye vitu hivyo. Lingine kwa nafasi yangu pia kama OCD niwatake pia. Tulianzisha, Mheshimiwa DC anasimamia sana hilo zoezi. Tulianzisha madaftari ya wageni. Ameongea mzee mwenzangu pale. Namshukuru sana. Daftari za wageni tumeanzisha sisi na tunakagua, lakini hakuna wageni wengi walioko hapa Tumbuju hawamo kwenye daftari. Nilikuwa naongea na mwenyekiti jana, alikuja ofisini. Mnasema kwamba sisi tumekuja kuvua, sio kujira kuripoti. Kwa hiyo nasema hivyo kwa sababu tunaanza operation Jumatatu. Yule ambaye atakuwa hajajiorodhesha asitake muhari na tutamkamata tu. Daftari hizo za wageni kila mtendaji wa mtaa analo mpaka kata. Kwa hiyo lazima wewe mgeni nenda piga hodi, nimekuja kuvua. Jina lako utaliandika hapo na unatoka wapi, simu